Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imetangaza kuzuiwa kwa njama nzito ya kumuua kiongozi wa taifa hilo Captain Ibrahim Traore katika tukio linaloonyesha kina cha migogoro ya madaraka inayoliandama taifa hilo tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2022. Tangazo hilo limetolewa baada ya idara za usalama kudai kufanikiwa kuvuruga mpango uliokuwa umefikia hatua za mwisho, hatua chache tu kabla ya utekelezaji wake. Kwa mujibu wa mamlaka za Burkina Faso, njama hiyo ilipangwa na Luteni Kanali Paul Henri Damiba, aliyekuwa rais wa nchi hiyo kabla ya kuondolewa madarakani na Traore mnamo Septemba mwaka 2022. Serikali imedai kuwa mpango huo haukulenga kumwondoa Traore pekee, bali pia kushambulia taasisi muhimu za dola pamoja na maafisa wakuu wa kijeshi na raia wenye ushawishi mkubwa, jambo ambalo lingeweza kusababisha machafuko makubwa ya kisiasa na kiusalama nchini humo. Taarifa rasmi zinaonyesha kuwa vyombo vya ujasusi vilifanikiwa kunasa mawasiliano ya siri, ikiwemo video iliyodaiwa kuvuja ikionyesha washukiwa wakijadili kwa kina njia za kumuua rais, aidha kwa shambulio la karibu au kutumia vilipuzi katika makazi yake. Mpango huu ulipangwa kutekelezwa usiku wa kuamkia tarehe 3 Januari, wakati ambao ulionekana kuchaguliwa kwa makini ili kupunguza uwezekano wa kugundulika mapema. Serikali ya kijeshi imeeleza kuwa njama hiyo ilihusisha mtandao mpana wa wanajeshi na raia waliokuwa wamehamasishwa pamoja na ufadhili kutoka nje ya nchi, ikidai fedha zilitoka nchini Ivory Coast. Tuhuma hizi zimeongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Burkina Faso na majirani zake, hasa ikizingatiwa kuwa serikali ya Traore imewahi mara kadhaa kulaumu mataifa ya nje kuingilia masuala yake ya ndani. Hadi sasa hakuna udhibitisho wa wazi kutoka upande wa Ivory Coast wala majibu rasmi kutoka kwa Damiba mwenyewe. Kisa hiki kinajiri katika mazingira magumu ambayo Burkina Faso tayari inakabiliana nayo. Tangu Traore aingie madarakani, nchi imekumbwa na majaribio kadhaa ya mapinduzi ya kijeshi, huku mashambulizi ya makundi ya wanamgambo wa Kiislamu yakiendelea kuongezeka na kusababisha mamilioni ya wananchi kuhama makazi yao. Changamoto hizi zimeifanya serikali ya kijeshi kuimarisha udhibiti wa usalama na mamlaka ya dola. Hata hivyo, licha ya lawama za kimataifa kuhusu utawala wa mabavu na kukandamizwa kwa uhuru wa vyombo vya habari na upinzani, Captain Ibrahim Traore ameendelea kupata uungwaji mkono mkubwa wa wananchi wa ndani na wafuasi wengi wa barani Afrika. Amejijengea taswira ya kiongozi mwenye msimamo mkali wa kupinga ushawishi wa mataifa ya magharibi na kusisitiza uhuru kamili wa Afrika, jambo lilomfanya aonekane kama alama ya kizazi kipya cha uongozi wa kijeshi chenye ajenda ya utaifa wa Kiafrika. Jaribio hili la mauaji linaongeza dalili za mgawanyiko mkubwa ndani ya jeshi na taasisi za dola za Burkina Faso. Migogoro kati ya viongozi wa zamani na waliopo madarakani inaashiria kuwa mapambano ya nguvu bado hayajaisha na kwamba hatari ya machafuko ya ndani inaendelea kuwepo licha ya kauli za utulivu kutoka kwa serikali yenyewe. Kwa mtazamo wa kikanda, tukio hili linaweza kuongeza mvutano katika Afrika Magharibi, eneo ambalo tayari linakabiliwa na msururu wa tawala za kijeshi na kuondoka kwa baadhi ya nchi katika miundo ya kikanda kama ECOWAS. Hali ya kutuhumiana kati ya mataifa jirani inaongeza hatari ya kudhoofisha ushirikiano wa usalama katika mapambano dhidi ya ugaidi na uhalifu wa kuvuka mipaka. Kwa ujumla, kuzuiwa kwa njama ya kumuua Captain Ibrahim Traore ni ushindi wa muda kwa serikali ya kijeshi, lakini ni ukumbusho wa udhaifu wa udhabiti wa kisiasa nchini Burkina Faso. Mustakabali wa nchi hiyo utategemea uwezo wa uongozi wake kusuluhisha migawanyiko ya ndani, kurejesha imani ya taasisi na kukabiliana na changamoto za kiusalama bila kuzidisha ukandamizaji unaoweza kuchochea mzunguko mpya wa machafuko.